Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ni taarifa mpya na ngeni kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, na bila shaka taarifa hii itakuwa ni ya furaha sana kwa timu Irani, na itakuwa ni taarifa ya kusisimua kwa watu wote ambao wanashabikia Irani katika vita vyake dhidi ya Marekani na mchokozi wa siku 37 sasa tangu mapema Februari 28. Taarifa yenyewe inaelezea namna ambavyo Irani imeimarika kwa sasa tangu pale ilipokuwa ikipoteza watu wake lukuki, viongozi wake wakubwa. Tunafahamu kwamba siku ya jana pia taifa la Iran lilipoteza kiongozi mkuu wa ujasusi ambaye pia alikaimu nafasi mara baada ya kufa kiongozi mkuu wa ujasusi alikuwa hapo awali. Huu ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa ukiusumbua wa Irani na ukiwatia homa kubwa sana kujua ni nani ambaye anafanikisha haya yote ama anawachoma kwa majasusi wa Israeli IDF, lakini pia na Mossad kwa kushirikiana moja kwa moja na majasusi wa IDA wa Marekani pamoja na CIA. Hili ni jambo ambalo lilikuwa likisumbua taifa la Iran na likisumbua jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislam IRGC kutokea makao makuu ya jeshi hilo pale Al-Hatam Anbiya, Iran. Sasa taarifa kubwa siku ya leo si kwamba kifo cha kiongozi mwingine ama kuuawa kwa viongozi wa Irani, bali ni taarifa ya Irani inavyoimarisha kila kukicha kudhibiti matukio hayo ya uuaji, ambapo siku ya leo mamlaka za Irani zimetangaza rasmi kuendelea kuwashikilia raia kadhaa, na leo imewashikilia jopo la watu kwa kuhusika moja kwa moja kuchoma raia wengine wa Irani, yani raia wenzao, na maanisha viongozi wa IRGC, jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kuna wakati unaweza kujiuliza kwamba mtu anakuwa na roho ya namna gani kuweza kuwachoma ndugu zake, yani kuweza kuwauza damu zake yenyewe. Hii ni roho ambayo kikatili sana, ni roho ambayo unaweza ukajiuliza kwamba inatoka wapi. Ni roho ambayo unaweza kusema pandikizi, si roho ambayo mtu anaweza akawa nayo katika taifa lake, kuwa mzalendo akawachoma raia wenzake ama kuwauza. Sasa mamlaka za Irani za kieneo kupitia vikosi vya ulinzi na usalama vya miji mbalimbali nchini Irani imeweza kuwakamata na kuwashikilia watu wapatao 85, ikiwa ni katika jitihada za kudhibiti na kuzuia uhalifu wa kivita dhidi ya Irani na wahasimu wake, na maanisha Marekani pamoja na Israeli, ambapo watu 85 wanadaiwa kuwa moja kwa moja na vikosi vya kijasusi vya mataifa hayo mawili, na maanisha Israeli na Marekani. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya usalama, na maanisha mkuu wa polisi wa Iran, amesema kwamba mamlaka imewakamata watu 85 baada ya kubainika kwamba ni wanamtandao mkubwa unaodaiwa kuwahusishwa na uadui katika majimbo 25 ya Magharibi. Kamanda wa polisi anayefahamika kwa jina la Ahmadreza Radan amewashutumu wafungwa hao kwa surveillance na uchunguzi wa kina iliyoifanya idara hiyo ya polisi, ambapo kwa mujibu wa Ahmadreza Radan anasema kwamba walifanya uchunguzi wa kina na udadisi wa kina kabisa katika maeneo nyeti na maeneo muhimu, ikiwa ni pamoja na vituo vya ukaguzi na nafasi za vikosi vya usalama. Vituo vya usalama ambavyo ni kwa ajili ya matumizi ya makombora na mashambulizi ya Marekani na Israeli, ambapo mkuu huyo wa jeshi la polisi la Irani Ahmadreza Radan amesema kwamba mamlaka pia imekamata vifaa maalum vya kielektroniki, vifaa vya satellite, vifaa vya Starlink na silaha pamoja na risasi miongoni mwa watu hao. Sasa hii inaweza kuwa ni hatua kubwa zaidi kwa Irani kuweza kupiga, na kama unakumbuka vizuri siku za hivi karibuni Rais wa Marekani Donald Trump kupitia vikosi vyake vya ugaidi, na maanisha jeshi la Marekani lakini pia na vikosi vya ujasusi, na maanisha DIA, kikosi cha ujasusi cha kivita. Bila shaka nikuletea makala inayoelezea vikosi hivyo ujasusi vya nchini Marekani, na bila shaka unavifahamu vyema sana. Sasa Marekani ilitangaza zawadi nono kwa watu ambao watafanikisha kuwakamata viongozi wakubwa wa Irani, ambapo awamu ya kwanza ilitoa fedha nyingi sana, lakini pia awamu ya pili hapo juzi tu imetoa pia fedha nyingine nyingi sana za kudhamini ama za kuwapatia wale watu ambao watafanikisha kutoa rada na kuwachoma viongozi wakubwa wa Irani, wakiwemo makamanda wakubwa na watu wenye nafasi nzito katika jeshi la IRGC, lakini pia na mamlaka za taifa la Irani na zile sehemu nyeti na muhimu.
Sasa hatua hii imekuwa ni hatua ambayo naweza nikasema kwa mafanikio makubwa kwa jeshi la Irani kuimarisha ulinzi wake wa ndani. Kama unakumbuka vizuri pia, kwa siku za hivi karibuni wachambuzi wetu mbalimbali ambao walikuletea uchambuzi wa kina, akiwemo Petanus Niegira, alizungumzia namna ambavyo Irani imeweza kuwa dhaifu katika swala zima la ulinzi, yani ulinzi wa ndani, kujilinda dhidi ya mashambulizi ya ndani, na maanisha mauaji haya ya viongozi, lakini pia na hata watu wenye mamlaka mazito ndani ya taifa la Irani, ambapo pia mchambuzi wetu mwingine bwana Hamduni Maliseli, mchambuzi wa muda mrefu sana anayefahamu vizuri mizozo hii ya kikanda na mizozo hii ya kieneo ama siasa za kijiografia, alielezea kwa kina namna ambavyo Irani imekuwa ikidhoofika katika swala hili la kujilinda dhidi ya maadui ama kupoteza viongozi wake wakubwa na viongozi nyeti ndani ya taifa la Irani. Kwa hivyo hivi sasa hatua hii ya Irani kuweza kuimarisha ulinzi wa ndani na ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kigaidi, lakini pia na mauaji ya viongozi wakubwa, ni hatua ambayo unaweza ukasema ya mafanikio makubwa sana kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, na maanisha IRGC, kutokea makao yake makuu ya Al-Hatam Al-Anbiya mjini Tehran, Iran. Lakini pia kama na kumbukumbu thabiti na kumbukumbu maridhawa, kwa sababu karibuni pia nilikuletea makala inayoelezea majasusi wengine wapatao 15 waliokamatwa na kutiwa kurukuruni na vikosi vya usalama vya jeshi la IRGC nchini Irani, wakidaiwa ya kwamba walikuwa linked na majasusi wa Mossad wa Israeli, wakiwemo wengine 3 ambao ni maafisa kamili wa Mossad kutokea nchini Israeli walikamatwa. Na hii inakuwa ni hatua ya pili kuweza kuwakamata na kuwashikilia takribani raia 85 wa Irani, na wengine wakiwa ni wa nje ambao wamekuwa linked na mifumo ya kiteknolojia ya majasusi wa Israeli na Marekani. Kama ufahamu vizuri mtazamaji, ni kwamba yani majasusi wa Israeli Mossad pamoja na majasusi wa Marekani au DIA, lakini pia na CIA wamekuwa wakitumia mifumo ya kiteknolojia zaidi kuweza kuchorea rada na kusoma mifumo yote ya kivita ya Irani, ikiwemo walipo viongozi wakubwa wa Irani, mahali wanapokutana, sehemu wanazotumia kama mapumziko, na maanisha sehemu za mapumziko, sehemu za kulala ama sehemu zao nyeti wanapokutania ama wanapofanyia vikao vya siri. Sehemu hizi zote hizi majasusi wa Mossad na majasusi wa Marekani CIA na DIA wamekuwa wakivihitajia ili kuweza kupata muda gani sahihi wanakutana, muda gani sahihi wanafanya maamuzi, na muda gani sahihi wanakwenda kulala, na wapi viongozi hawa wanakwenda kulala. Hizi ndizo taarifa nyeti ambazo majasusi wa Mossad na majasusi wa CIA na DIA wa Marekani wamekuwa wakizipata na wamekuwa wakizidaka kupitia watu wenyewe wa Irani, kupitia watu wao ambao wamewapandikiza nchini Irani. Na pia hapa unaweza ukajiuliza kwamba ni roho ya namna gani mtu unamfuga, yani mtu unakuwa naye, wakati mwingine unamuonesha fadhila kubwa sana wakati watu wanapambana dhidi ya ugaidi, wakati watu wanapambania taifa lao, wazalendo wa hali ya juu, watu wanamwaga damu yao, watu wanamwaga jasho lao kwa ajili ya taifa lao, lakini kuna mtu bado anarudisha jitihada nyuma za watu kupambania taifa lao, uzalendo wa hali ya juu, kama ambavyo mchambuzi bwana Hamduni Maliseli alipoelezea namna ambavyo wanajeshi wa Iran walivyokuwa wazalendo wakati wakiondoka majumbani kwao, wanawaga wake zao wakiwaambia kwamba mke wangu nakwenda kupigana vita, na hivyo sina uhakika wa kurejea nyumbani, nisiporejea basi chukua jukumu la kuolewa mapema sana, ili usije ukapoteza kizazi, ama usije ukakaa mwenyewe ukakaa mpweke ukiamini ya kwamba mimi nitarudi, mimi si mtu wa kurudi, hivyo jiandae na kuolewa mapema sana. Haya si maneno yangu, bali ni maneno ya mchambuzi mkuu, mchambuzi nguli bwana Hamduni Maliseli aliyotoa kupitia uchambuzi wetu wa nyuma. Kama hujafuatilia uchambuzi huu, nikusihi sana uende ukafuatilie, kwa sababu mzee Hamduni Maliseli alielezea mambo nyeti sana na mambo makubwa sana katika mgogoro huu wa Irani na Marekani. Shuka chini katika ripoti zetu taarifa inayomhusu kiongozi mkuu wa Uganda Muhoozi Kainerugaba hivi karibuni, ndio taarifa ambayo ya uchambuzi wa mzee Hamduni Maliseli. Sasa wakati hayo yakiendelea kujiri, mtazamaji, ni kwamba jeshi la Israeli IDF kupitia vikosi vyake vya makombora na mashambulizi huko mjini Tehran, Irani, imetoa onyo kwa Irani ya kwamba raia wa Irani waache kabisa ama waepuke njia ya usafiri ya reli ama njia ya usafiri ya treni, kwani
wametega mashabaha zao na mashambulizi yao makubwa katika maeneo hayo. Sasa Iran ikijibu mashambulizi hayo ambayo yamewekwa shabaha na Israeli, imesema kwamba raia wa Iran hawapaswi kuogopa mashambulizi ya adui, mashambulizi ya kidhalimu, kwani wao wanamtumai zaidi Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, na hivyo imesema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ataogopa kile ambacho maadui wamekuwa kikizungumza ama wakikitanabaisha kama tishio kwa raia wa Irani na watu wote wa miji mbalimbali ya taifa la Irani, na maanisha Teherani, Tabriz, Mashhad, Bandar Abbas, Isfahan na maeneo mengine ya taifa hilo. Kufuatia hilo na kufuatia taarifa ya ukamatwaji wa watu wapatao 85, mahakama kuu ya Irani imetoa tamko la hukumu ya haraka kwa watu wote waliotiwa kurukuruni na jeshi la Irani pamoja na jeshi la polisi la taifa la Irani, wakishutumiwa kwa kuhusika moja kwa moja kupenyesha taarifa nyeti za siri kwa maadui wa Irani, Israeli na Marekani. Akitoa taarifa hiyo, mkuu wa mahakama ya Irani amesema kesi za kisheria dhidi ya watu wanaoshutumiwa kuwasaidia wapinzani wa nchi hiyo zinapaswa kushughulikiwa haraka zaidi na hukumu zao kutolewa mapema. Mkuu huyo wa mahakama kuu ya nchini Irani, Ghulam Mohseni Ejei, amesema kwamba hukumu zinazohusisha utekelezaji au kunyang'anywa mali zinapaswa kutolewa haraka zaidi dhidi ya mawakala wa adui. Katika ripoti hiyo amezungumza mengi zaidi, na hapa ninamnukuu: Jamhuri ya Irani ya Kiislamu inatumia haki yake isiyopingika ya kujilinda halali, na tutaendelea na ulinzi huu kwa njia yenye nguvu zaidi iwezekanayo hadi usalama wetu na taifa letu utakapohakikishwa kuwa imara zaidi. Na huu ndio mwisho wa kumnukuu. Ikumbuka kuwa matamshi yake yanakuja huku Irani ikizidisha kukamata watu mbalimbali wa taifa hilo ambao wamekuwa wakitekeleza ugaidi kwa kusaidia vikosi vya Marekani na Israeli kupenyesha taarifa za siri kwa majasusi wa maeneo hayo. Mtazamaji, mbali na taarifa hiyo ya ukamatwaji wa watu wanaodaiwa kuwa ni wapenyeshaji wa taarifa za siri kwa Marekani na Israeli, sasa jeshi la polisi pia limemkamata raia mmoja, muuzaji wa VPN zinazowapelekea wa Irani kufikia hatua za kimtandao ili kuweza kusambaza picha ama video za mashambulizi ya Israeli na Marekani katika eneo hilo, lakini pia na kupelekea kutumwa taarifa za siri kwa majasusi wa Israeli na Marekani, ambapo polisi wa Irani pia wamemkamata mtu mmoja kwa tuhuma za kuuza huduma za VPN kwa zaidi ya raia wapatao 300, huku mamlaka zikiendelea kufunga ufikiaji wa interneti katika anga la Irani. Kamanda wa polisi katika jimbo la Kerman kusini mashariki mwa Irani amesema mshukiwa huyo alikuwa akiendesha mtandao wa mauzo wa VPN uliopangwa katika majimbo kadhaa ya Irani ili kuunda ufikiaji usioidhinishwa wa kimtandao wa kijamii kote nchini Irani na kurahisisha mawasiliano na mitandao hasimu. Mkuu wa polisi wa kanda eneo hilo wa Kerma alisema kwamba shughuli za mtandao huo zimesimamishwa, akielezea kama haramu na tishio kutokana na kufungwa kwa interneti kunakoendelea na serikali. Mamlaka ya Irani imekuwa ikipinga matumizi ya VPN mara kwa mara, huku maafisa wakijaribu kuimarisha udhibiti wa upatikanaji na ufikiaji wa interneti zaidi ndani ya taifa la Irani. Kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa taarifa zetu, ni kwamba hapo nyuma tulikuletea taarifa inayoelezea namna Marekani inavyopambana dhidi ya usambazwaji wa taarifa kwa mahasimu wake Irani, ambapo siku ya jana Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kumfuatilia wanahabari na waandishi wote waliohusika kusambaza picha na video pamoja na taarifa ya kudondosha kwa ndege za Marekani kule nchini Irani, pamoja na zoezi la rescue, yani utafutaji ama uokozi wa marubani wote waliopotea ama kudondoka katika shambulizi hilo ama udunguliwaji huo wa ndege za Marekani ndani ya taifa la Irani. Hizi ni ripoti za hivi punde kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Homa TV. Yapi maoni yako juu ya ulinzi wa kina wa ndani unaofanywa na kuimarishwa na jeshi la Irani IRGC pamoja na mamlaka za taifa la Irani mara baada ya mashambulizi makubwa ambayo yamekuwa yakitekelezwa na jeshi la Israeli pamoja na Marekani? Tawala uwanja wa komenti, lakini pia nicheki pale Instagram, andika @afisa3_official kwa huduma nyeti na muhimu za matangazo mbalimbali, huduma zingine ili kuweza kufikia umma. Nicheki pale tuweze kwenda sawa ama sambamba katika 1 na 2. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.